kipaji changu Shumileta. Asante baba. Naona sasa mama yako yatulia. Kwa nini baba? Eti mama? Ndiyo mwanangu. Sasa hivi dunia inatisha. Kila kukicha waganga wanabuni njia ya kutudhibiti sisi majini. Hata hivyo, hawezi kuwa na nguvu za kuzidi sisi. Sisi tumejaliwa na Mungu. Baba na mama. Sawa mwanangu. Sisi hatuna neno. Tumefurahi sana. Sisi wazazi wako tunapenda tukiona wewe mwanetu umepata kitu unachokitaka. Asante sana baba na mama. Mbona mtambulishi mgogo bila yako nani? Tatizo mume wangu una haraka sana. Huyu duniani wanamuita Mr. Maki. Maki. Hawa ni wazazi wangu, baba na mama. Maki. Sawa yote ya duniani. Ndio mama, sitaki nikuogope. Sasa nitakuonyeshea mwanao jinsi mambo yalivyotokea. Nasikia? Ndio, mimi shida yangu mwanangu tuna. Ninajua wewe ni shida yako ni mwanao. Sasa mwanao utamuona kupitia TV ya Asilia. Nitashukuru. Sasa mama, kazi ndio hii ambayo imekuleta wewe. Sasa tutaangalia na wewe utaangalia kwa macho yako mawili kupitia TV Asilia. Si unaona? Ndio mganga Ndele. Hayo ndiyo ambayo yaliyotokea. Sasa utaangalia mwenyewe kwa macho yako mawili. Mganga Ndele mwanangu kageuza huku, sasa tutasaidiaje mganga Ndele? Endelea kuangalia. Mama, haya ndio ya mwanao na mwenzie. Umeona? Nimeona mganga Ndele, mimi ninachomtaka mwanangu tu. Unamtaka mwanao? Ndio. Basi hayana matatizo. Unasikia? Nimesikia, asante. Sasa mwanao utampata. Mwanao utampata. Nashukuru. Lakini mwenzie huwezi ukampata. Mimi mwanangu. Sawa, kwa sababu mwenzake hayupo dunia hii. Yupo ujinini. Yani yupo chini ya bahari, ambapo wanapoishi majini. Nisaidie mganga Ndele. Sawa mama, nitakusaidia kwa hilo ambalo mimi nina uwezo nalo la kumleta mwanao. Lakini mwenzake kama nilivyokuambia haiwezekani, kwa sababu yeye yuko chini ya uwezo wangu mimi. Hayupo chini ya jua wala chini ya mwezi.
Vipi Maki, unajisikiaje kuishi maisha upweke ujinini? Sina raha kabisa. Kwa nini? Na maana unipendi sio? Hapana, nakupenda. Sasa kwa nini una raha? Shumileta, nimeshazoea maisha duniani. Huku mimi siyawezi. Maki, nishakwambia sahau mambo ya duniani. Huku tupo ujinini. Sikia mpenzi, swala la huku duniani halipo. Na mtu akishakuja huku kwetu harudi tena duniani. Kwa nini? Kwa nini mimi siende kuishi duniani? Hiyo haiwezekani. Nyie binadamu duniani mnasumbua sana. Maki, usijali. Tutaishi huku wote hadi mwisho wa maisha yetu. Usiwe na wasiwasi wowote. Unasikia? Ndio. Mimi ndio mganga Ndere. Mama, huyu ndio mwanao ambaye nimemkuta hapa kiuchawi. Kiuchawi? Ndio. Mimi ni mchawi. Mimi ni mchawi. Mama, kazi iliyobaki ni ndogo sana. Kumbadilisha huyu kuku awe katika umbile la kibinadamu. Katika umbile la kibinadamu. Hili ageuke kuwa mwanao. Umesikia? Ndio, nimesikia.
Nanyonya mwenyewe na Asante mganga. Asante sana. Mama, nilishakwambia siwezi nikashindwa kitu chini ya jua au chini ya mwezi. Nakuamini mganga Ndele. Ndio, mwanao nimeshamleta. Nadhani umemuona. Nimemuona. Sawa? Nashukuru. Vizuri sana. Vizuri sana mganga Ndele. Usiyeshindwa na kitu. Kazi yako nimeiona. Ongea ulichokifuata. Usinitishe. Umejitahidi kumrudisha huyu msichana katika umbile lake la binadamu. Umejitahidi kumrudisha huyu msichana katika umbile lake la binadamu. Vizuri sana mganga Ndele. Ila nakuonya, huyu mwanamke asinifuatilie. Si yeye tu, hata wewe na mama yake. Na atakayejaribu kunifuatilia zaidi atakiona cha moto. Nani yule? Mama, sitaki matatizo. Naona mambo haya ukajaribu kwenye kilinge kingine. Mimi siwezi. Vipi tena mganga Ndele? Manao umeshampata. Yule ndio Shumileta. Shumileta yule? Ndio yule ambaye alikuwa anamsumbua mwanao. Ndio. Nitakusaidia tu mwanao. Mwanangu mote. Tulia. Hakuna hata kitu. Tulia. Tulia mwanangu, tulia mwanangu. Usiwe na wasiwasi. Tulia. Mama, usiwe na wasiwasi. Ni mwanao ni mzima basi. Vile vitendo vyote Nashukuru mganga Ndele. Nadhani mnaweza mkaenda. Mimi tena simo. Mwanao hana matatizo.
Tunashukuru mganga Ndege. Lakini mimi nimejitoa, msije mkanifuatilia tena. Sitaki matatizo na mtu. Na wala Shumileta msije mkamfuatilia. Nakushukuru. Kwa sababu anayemsumbua ni Shumileta. Mimi simo, msije mkanifuata. Mnaweza mkaenda. Sawa mganga. Mnaweza mkaenda. Sawa. Mwanangu, ninakuomba achana na habari za mume wako kabisa. Kwa nini mama? Yule ni mume wangu. Hata kama ni mume wako, mimi ni mama yako mzazi. Na kuomba achana na mume wako. Kwa nini mama? Yule ni jini, sisi ni binadamu, hatuwezi kushindana naye. Mama, kumbuka yule ni mume wangu na nimefunga naye ndoa kanisani. Na kiapo cha ndoa kinasema uwe na mwenzio katika shida na raha, maradhi na uzima. Sio kwamba viapo vya ndoa mimi sijui mwanangu. Sasa mama, unaangalia mimi na mama kichana. Hivi unafikiri wewe mimi sikutakii mema? Na mpaka unafikia kunisimamia mimi, wewe kama na mimi mama yako mzazi. Mama, kama unatakia mema, kwa nini unishauri hivyo? Mimi ni mama yako au sio mama yako? Mama. Ni nani mwenye uchungu zaidi kuliko mimi? Amna. Mimi nakushauri, na kama usiponisikiliza, shauri yako. Sasa mama, ndugu zake kuuliza tutaambiaje? Tutawaambia hali halisi. Watatuelewa mama? Asiyetuelewa tutamwambia aende kwa mganga, ataambiwa ndugu yake yuko wapi. Shumileta Malikia ni mzuri. Shangwe leo, shangwe leo, shangwe leo, shangwe leo. Maki 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 binadamu ni mzuri. Shangwe leo, shangwe leo, shangwe leo, shangwe leo. Maki 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 binadamu ni mzuri. Shangwe leo, shangwe leo, shangwe leo, shangwe leo. Shumi 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 Shumileta Malikia ni mzuri. Shangwe leo, shangwe leo. Maki 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 binadamu ni mzuri. Shangwe leo, shangwe leo. Shumi 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 Shumileta Malikia ni mzuri. Shangwe leo, shangwe leo. Maki 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 binadamu ni mzuri. Shangwe leo, shangwe leo. Shumi 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 Shumileta Malikia ni mzuri. Leo nina furaha kubwa sana. Furaha hii ni kwa ajili ya binti yangu, mtoto wangu wa kwanza, Malikia Shumileta. Kama alivyopanga, ndoto yake leo imetimia, anaolewa na mwanadamu. Mwanzo mzuri wa maisha yao ya furaha. Na sijui binti yangu Soya wa pili atachagua mchumba gani? Kwa kuwa
kuwa leo ni siku ya furaha, nisiwachoshe kwa maneno mengi. Kwa hiyo tusherehekee. Basi shoga wangu Moni, sijui hata nani wa kumsikiliza, maana kila mtu anaambia lake. Mwingine ananiambia nimuombe Mungu, mwingine ananiambia niende kwa mganga. Nimechanganyikiwa, sijui hata nifanyeje. Pole sana shoga, lazima uchanganyikiwe, kwani ujuzi mwingi kupoteza mguu. Karibu shoga. Asante. Wewe mpaka sasa hivi umechukua uamuzi gani? Mpaka sasa hivi umechukua uamuzi gani? Basi karibu soda itakwisha. Asante. Mte, hivi uko tayari kabisa Maki achukuliwe hivi hivi? Sasa nitafanyaje Mona? Sikiliza Mte. Sasa wewe uko tayari kumsaidia Maki? Nipo tayari. Kwa nini nisimsaidie wakati yeye ni mume wangu? Kuna mtaalamu mmoja, yeye ni bingwa wa majini. Hata liwe na aina gani, ataliita na kuliamuru ilifanye vile anavyotaka. Usiniambie, natamani twende hata sasa hivi. Wewe tena nitakupeleka, wala usijali. Nitashukuru shoga yangu, maana kuna mganga huyo amechemka kabisa, yaani ameshindwa. Huyo hawezi kushindwa. Nitakuwa sana shoga yangu. Usijali, wewe nitakupeleka. Sharudi. Nisharudi mama. Sasa ulienda wapi mwanangu bila hata kuniaga? Nilikuwa na wasiwasi. Mama, sasa nini? Matatizo kama haya lazima niwe na wasiwasi. Basi mama, huko nilikwenda kuna rafiki mmoja anaitwa Mona. Si unakumbuka? Mona. Namkumbuka. Si yule alikuwa unakuja naye hapa nyumbani, alikuwa na matatizo na mawifi zake. Ndio huyo mama. Nimeenda basi akanishauri. Akakushauri nini? Nimemweleza matatizo yangu, akanishauri kwamba niende kwa mtaalamu mwingine ambaye anamjua. Hivi wewe mtoto, kwa nini unajitafutia matatizo? Hakuna wanaume wengine mpaka Mark. Mama, basi inatosha. Haitoshi mpaka utakaponielewa. Mama, sikutegemea kama ungeongea maneno machafu kama hayo. Yule ni mume wangu. Mume wako ndio, lakini yuko wapi? Yuko wapi? Alikokuwa Mark hivi sasa ni sawa na mtu aliyokufa. Hatutegemei kurudi leo wala kesho, labda waamue kumrudisha. Pole sana mwanangu kwa maneno yangu. Nishapoa mama. Hivi huyo mganga anayekupeleka shoga yako ana hakika kwamba ni mtaalamu? Ana uhakika mama, ni bingwa wa masuala ya majini. Sawa, nakuombea kila la heri. Asante mama.
Usinielewe vibaya mama. Nia yangu ni kumkomboa mume wangu. Haya. Gangira mbangu, 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 gangira mbangu. Vipi mzee Tetele, mbona unacheka? Mwenye shida sawa, mwenye shida ni huyu. Mwadela dada Monte, unaitwa eh? Unaitwa dada Monte? Tawile baba. Unamtaka mumeo eh? Ndio? Ndio baba. Mwadela mume wako amepeleka mji wa majini ambao uko chini ya bahari. Mwadela Babu. Lakini mzima au amekufa? ni mzima wa afya. Mwadela Sasa anaishi huko chini ya bahari. hivyo ni visa vya majini dada. Katika kuonyesha uwezo wao waliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Mwadela Tufanye nini ili tumpate? gangira mbangu, gangira mbangu, gangira mbangu, mama gangira mbangu, gangira mbangu, gangira mbangu, gangira mbangu, mwana gangira mbangu, gangira mbangu, gangira mbangu. Mwadela, kazi nzito. Mpaka sasa hivi huyo jini waliyempeleka huko tayari ameshamuoa, tena ndoa kubwa ya kifahari. Mwadela kaingira mbangu. Sababu mimi bado nampenda, nitafanyaje? Naomba nisaidie babu. Nisaidie babu. Mzee Tetele, nisaidie mdogo wangu. Nitamsaidia. Sisi hapa tupo kwa ajili ya kusaidia binadamu kama nyinyi. Mwadela, Nitashukuru babu. sasa kinachotakiwa ulete gudulia la kumhifadhia Shumileta pindi nitakapomtia mkononi. Mwadela. Sawa? Sawa. Mwadela. Dada, tumekuja kwa kazi moja tu ya kumleta Shumileta. Mwadela, chonde na miungu leo, na miungu 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 chonde na miungu leo. Shumileta, njoo!
miyungu tonde tonde na miyungu lelo na 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 miyungu tonde tonde na miyungu lelo miyungu Kamata! Shika! Kazi yetu imeisha. Sawa, na hiyo gudulia ndio itakuwa gereza la Shumileta milele na milele. Sawa, kazi kwako sasa kulificha hiyo gudulia asilione mtu yoyote, na akija kumfungua kazi yake itakuwa nzito. Mwadira. Sasa itakuwaje kusimaki? Maki.
Dada. Ndio, Mwalilalila. Kazi ya Maki iliyobaki ni ndogo sana. Na nitaifanya mimi peke yangu. Sawa? Ndio, Mwalilalila. Mwalilalila. Shumileta lipo ndani ya Biblia. Likifunguliwa tu ametoka. Na kwa asila zake sijui nani atapona. Sasa tufanyeje? Mimi akili yangu nahisi nimepoteza uwezo wa kufikiri. Mimi ninawaza. Wazo gani? Unaonaje tukalitupe katikati ya bahari? Mbona unacheka wazo langu? Huko baharini wanapoishi majini. Huoni kwamba wanaweza kuliokota na kumfungulia mwenzao? Tena hata wavuvi wanaweza kuliokota na kulifungua. Basi tupe chooni, kwani hicho choo hakitavunjwa milele. Sasa tufanyaje? Kwa nini usingemwomba mganga kushauri nini cha kufanya? Mganga amenikabidhi ili nikifunguka nisimlaumu. Siku kazi. Nimepata wazo. Wazo gani? Twende. Wapi? Twende Mona. Wapi? Twende. Rafiki kutoka kule mpaka huku. Hapo tu. Bali sana.
ulaini huko. Kinaona kijasho jembe kinatoka. Ulaini sana unaonesha. Hapa ndo mwisho wa shule yetu hapa. Hapa sipanatosha mama. Panatosha sana. Hebu niweke. Kulima bure kawa dada. Bwana huja kumtoa kiumbe ndani. Anatafuta ubaya. Tena sana. Hapo utajua kama kuna kitu. Moni, si nikupe zawadi gani shoga yangu? Maana na hakika huu kiumbe wewe ndio mwisho wake. Nashukuru sana shoga yangu. Yaani asante sana shoga. Hakuna la kunilipa shoga yangu. Kwa kama mimi shoga yako, ni wajibu wangu kukusaidia. Asante sana Mona. Sasa tusije kaja mtu kwenye shamba akatukuta hapa ikaba. Kwa matatizo. Baba, leo ni siku ya pili, Shumileta hajaonekana. Hajaonekana? Una maana gani? Inasemekana toka alipoondoka kwenda duniani hajarudi. Unaona mume wangu, nilisema mimi ndoa za binadamu zinasumbua. Nyamaza. Sore, hebu nieleze vizuri. Huko duniani unafanya nini? Tena hivi sijui baba. Mume wake yupo? Hata mumewe ametoweka ghafla baada ya Shumileta kuondoka. Kwani hakupewa ulinzi? Ulinzi aliwekewa, ila Shumileta aliondoa kwa madai kuwa mumewe anawaogopa walinzi. Hapa iko namna. Iko namna hapa. Soya. Nenda duniani. Kuhakikisha unarudi na Shumileta hapa. Sawa. Sawa. Unaona mume wangu, kumpenda gani huko mtoto kila anachotaka unamkubalia. Ndio, Madina. Mukorikori, lelo mukorikori. Mukorikori, lelo mukorikori. Chaduma mukorikori, lelo mukorikori. Chaduma mukorikori, lelo mukorikori. Mukorikori, lelo mukorikori. Mukorikori, lelo mukorikori. Chaduma mukorikori, lelo mukorikori. Maki! Maki! Mukorikori, arelo mukorikori. Maki mukorikori, arelo mukorikori. Chaduma mukorikori, arelo mukorikori. Maki mukorikori, arelo mukorikori. Wele mukorikori, arelo mukorikori.
Twende mkolikoli, ukae mkolikoli, Chadumo mkolikoli, alelo mkolikoli, Samaki mkolikoli, alelo mkolikoli, leo mkolikoli. Mzee, nimekuja na zawadi babu, uko wapi? Pita nipo huku. Pita nipo huku. Nipite? Pita. Pita mambo, pita huku. Mbona hivyo? Dira. Mume wako hapo tayari nimeshamleta. Dira. Sana babu, sana sana. Dira. Lakini mume wako amekufa. Dira. Babu. Naomba uamini hivyo. Amekufa babu? Ndio. Sababu umemsaidia nini mimi babu, lakini kazi kubwa ilifanyika. Dira. Usijali Monte. Usijali nini babu? Usijali Monte. Dira. Ngoja nikufunulie mwili wa mkeo. Sawa? Futa machozi yako. Dira. Futa machozi yako. Monte. Ngoja nikufumulie mwili wa mume wako. Ndio mwili wa mume wako. Huo ndio mwili wa mume wako. Wako Monte. Sijali Monte. Sijali Monte.
Kisu changu kidogo chanepa nepa, kisu changu kidogo chanepa, kimechinja mbuzi wawili na ng'ombe watatu. Nilizania kidogo kumbe ni kikubwa. Changu kidogo chanepa. Kisu changu kidogo. Baba! Nini bwana wewe? Bana, nini sasa? Nini? Shambani kuna nini? Hebu sema kuna nini huko shambani? Kuna gari. Na nani? Sijui kuna wasichana wawili. Wameenda shambani bali katikati ya shamba. Wamefikia kitu, kuna kitu wamefikia. Wamefikia kwenye shamba wawili wamekuja wamefikia kwenye shamba. Sasa hawaniwezi. Kama wamekuja kunizamilia mimi, hawaniwezi. Sasa baba, hawawezi kwa nini? Kwa lolote, kwa uchawi, kwa nini? Hawaniwezi. Nimetoka mashariki na kaskazini. Katika kijiji hichi, wasije wakazania mimi. Yaani, wacha kabisa, wanajua watu wale. Hizi ni njama za mzee Chambuso ndio aliyofanya mpango huo. Mimi nimezaliwa katika kijiji hichi na kitovu changu kiko chimbiwa hawakijui. Lete jembe twende nikaangalie. Watanieleza tu. Uweze kunionyesha mimi kichwa namna ile. Kitu gani kilitokea mwanangu mpaka unalia tu? Yaani unalia mpaka kilio cha kwikwi. Ni nini kimetokea, nieleze nami nipate kuelewa. Hivi unadharau sana. Sasa kulia kutakusaidia nini? Niuma mama. Niuma. Sasa unalia kwa sababu gani? Nieleze. Nataka kuishi peke yangu. Kwa nini huwezi kuishi peke yako? Nini kimetokea? Nieleze, nani amefariki? Mume wangu mama. Mume wako? Ndio mama. Unaona sasa? Ubishi wako mote. Mimi ndio maana nikataka uachane na Maka. Sema ndo alaumu. Wewe ndio unaona binadamu akawaida kukurudia penzi na jinsi. Atakuua shauri yako. Sio taarifa mbaya sana, lakini pengine zitawastua. Ametoroshwa na mganga mmoja hivi. Kwa kweli nilizidiwa nguvu na huyu mganga, maana Mark alifikishwa mpaka ufukweni, lakini nilijitahidi kwa uwezo wangu wote nikawarushia kongoro. Mganga akanipokea, lakini kwa nguvu na uwezo wa binadamu Mark atakuwa amekufa. Ndiyo, atakuwa amekufa. Mwanangu Shumileta, sijui atafanyaje akisikia mume wake ameuliwa. Soya! Hivi unafurahia kumua dada yako? Na huyo dada yako umeshajua yeye yuko wapi? Sijui. Hujui? Alafu najibu kwa jeuri. Una maana gani? Baba na mama, kuanzia leo sitaki tena nihusishe na habari za Shumileta. Umesusa sio? Ndio nimesusa. Yes, ndio kipenzi chenu. Soya! Yaani kama Chambuso amekaa na wenzake ameamua kuja kuniangamiza mimi, hawaniwezi. Wapi walikoweka? Wapi? Hapa. Unaona? Tumechimba maeneo haya. Unaona hapo sasa hivi. Piga jembe kabisa. Hapo. Tuangalie sasa. Hawaniwezi mimi. Mimi mzee Chambuso. Weka pembeni hapa. Weka. Lete jembe nishikie. Kamata. Wewe utaharibu mazingira haya. Baba taratibu. Tulia wewe. Wacha taratibu. Wacha kifukia mimi utanieleza. Taratibu baba. Tulia kwanza, ngoja nitumie mikono sasa. Wanajua sana haya mambo. Kumbe sisi ndio tumezaliwa katika kijiji hichi na hilo dubasha waliolichimba huko watanieleza. Yaani wenyewe wanakuja tu wanajiamini kwenye mashamba ya watu. Sasa mimi alitoa, niangalie waliolifanya wenyewe.
Baba, nini hili? Sasa nimelitoa, walichokuwa nakitaka mimi nitaangalia. Hao watu walikuwa wakoje? Wanawake wawili. Lisije likawa bomu hili mwanangu. Baba, hili hapana, sio bomu hili. Kwa sababu gani? Wanawake walikuja kuliweka hili walikuwa ni makini yani sana, walikuwa wanajificha ili watu wasiwaone. Umeona? Hii itakuwa mali tu baba. Wewe usije ukaniletea matatizo. Kama ni mali tumetajirika mwanangu. Ndio baba. Haya. Wacha nilibebe tu. Changa. Wewe ajembe, twende watu wasituone, twende. Kuangalia watu. Hivyo unahisi mule kwenye gudulia kuna nini? Mimi nahisi kuna mali mle. Kama sio dhahabu sijui. Lakini naamini kabisa uzito niliokuwa nao, naamini kabisa kuna mali ndani. Tena kama kutakuwa kuna mali, mwanangu, tumeondoka na umaskini. Hata mimi nitafurahi kama umaskini tutauaga. Lakini baba, kwa nini unahisi kama mule kuna dhahabu? Uzito wa lile gudulia uliokuwa nao ndio lilifanya mimi nakuwa na matumaini kwamba kuna dhahabu ndani. Sasa baba, itakuwaje kama mimi na wewe tumeshindwa kulifungua lile gudulia? Unadhani hizo mali tutazipata vipi? Ndio maana limefungwa madhubuti ili sisi tushindwe kufungua. Sasa tutafanyaje tuzipate hizo mali? Sasa ngoja tufikirie kwanza. Tokea ulivyosema kuwa tutatajirika, mimi sina tamu ya kuishi kushamba. Mwanangu, nimeshapata wazo. Wazo gani hilo baba? Itanibidi kesho mimi niende mjini niwapelekee maswala hayo wakalifungua. Baba, hilo ni wazo zuri, hata mimi nakunga mkono. Kwa hiyo tutaenda wote. Wewe utabaki hapa kulinda nyumba. Sasa baba, hata wewe kama ukipata hizo mali, sasa mimi nitaendelea vipi kuishi kwenye kibanda cha minyasi bwana? Sasa wewe unabishana mimi babako? Nimeshakwambia wewe nisubiri hapo. Tazama usalama wa nyumba. Nitakaporudi huko mimi nitakuja tu. Nitakwambia yote lililopatikana huko. Sasa wewe unataka kunibishia hata mimi? Unataka kushindana na babako bwana? Mimi sipendi kabisa biashara hii. Sawa? Chupa! 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 Zamani yote mimi nilikuwa nakuita, ulikuwa wapi? Nilikuwa huko nachimba miogo ya uji. Sasa mimi kumekucha ndio nakwenda mjini hivyo. Sasa utaki au? Mimi mambo kuulika haya sipendi. Nimekwambia nakwenda mjini, nikirudi huko. Sasa wasiwasi wako nini mwanangu? Sasa uji usubiri baba. Mimi sisubiri uji wako bwana. Mimi nikumeshakucha sasa hivi nataka yohani huko. Jua lenyewe limeshachomoza namna hii. Sasa wewe endelea tu na uji wako. Lakini baba, haraka haina baraka. Usifanye vitu kwa taratibu tu. Wewe sikiliza wewe. Taratibu ni kitu gani? Kumekucha mwanangu. Kumekucha. Wewe nimeshakwambia haya mambo yanahitaji utulivu sana. Baba, angalia magari huko. Tulia wewe. Magari yatoka magari siku zote yako kwenye mji huu. Aone unaambia ni mangalia magari. Yaani ina maana magari haya yameniona mimi ndio yanigonge tu mimi. Ajali haina kinga baba, sio nasema hivyo. Sasa niombe basi maisha mazuri ni kwa sababu uko unakokwenda mwanangu.
Asante sana. Naweza kusaidia? Bila shaka na mimi nitanisaidia. Mimi natokea kijijini. Kuna watu wameleta hili gudulia shambani kwangu. Naona. Sasa mimi naamini kabisa kuna uwezekano kukaa kuna mali. Ndio maana nimeleta hapa kwa nyinyi wataalamu wa dhahabu ili muweze kuliangalia. Sasa hamna shaka mzee, naweza kukusaidia mzee. Kwa hiyo nami kama wewe mna mali, wewe uone hao wenyewe walioleta wameleta kwa kificho. Ndio maana nimeleta kwenu wataalamu wa dhahabu ili mliangalie. Endapo kama kutoka kuna dhahabu, basi mimi ndio bado muoga basi. Umaskini ndio bado muoga kabisa yani. Ndio maana naamini kabisa mama inaweza kaa sawa. Sana. Mzee yake ndio. Tuanze ibada yetu hii ya mazishi ya ndugu yetu Maki katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tushirikiane kuimba wimbo namba 154. Ninataka kuingia. Ninataka kuingia mjini kwa Mungu, nitashinda, nitakaza mwendo nifike, nikisha kwanaenda, nikichoka njiani, Yesu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye yeye huchanua kama vile ua, kisha kukatwa, kukimbia kama kivuli, wala akai kamwe. Usilie mwanangu, kaza moyo wako. Sasa utafanya nini? Mambo yameshatokea. Sasa uchuro, mtu amekufa, amefufuliwa. Takuwa kama mnaota. Mwenyezi Mungu, kutoa mtoto wangu kwenye balaa hili. Sama, tufanyaje? Nafanya hata silioni. Naona kichwa changu chote kimevurugika. Mimi mwana bado rudi kwa mganga. Ataweza kweli? Baada ya yote ameshindwa, ndio maana ametokea. Niende mama, tabia uko kujisikia anasaidia. Kaya mwanangu, nakutakia kila la heri. Pole sana mwanangu kwa yote aliyofanya. Nishapoa mama, na sasa hivi nitaishi kwa amani na amani. Kwa nini unafikiria hivyo kwamba utaishi na amani na amani? Binadamu sasa hivi watakuwa wamekata tamaa kwa tukio la makaburi. Nani kukwambia bado atakufuatilia tu. Bora ungewaacha mpaka wamziki alafu ndipo mfufue mama. Hapo wasingekuwa na uwezo wa kumfuatilia tena. Alafu baba, ilikuwaje mpaka Maki akaoa? Unajua kile mdogo wako. Mganga alimzidi nguvu, ndipo akatuma kombora likamfikia Maki. Sasa kwa nini apige kombora wakati anajua pale kuna binadamu wa kawaida?
hapo hata sisi tutatamisha. Mimi nahisi Soya hapendi penzi letu mimi na Maki. Tukiacha yeye anadai sisi na kupendelea wewe. Sasa mimi napendelewa kitu gani? Wewe uruhusiwa kuolewa na binadamu na kumleta ujinini, jambo ambalo yeye alikataliwa. Mimi nitapambana naye mpaka nione mwisho wake. Vipi, tukao msafiri nini? Hapana, hajasafiri. Angekuwa msafiri angeacha ujumbe. Babu, Mzee Tetele. Mzee Tetele. Babu. 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 Muulizia babu. Mzee Tetele. Mko. Mambo ya Maki mimi basi nimenaa mikono. Nitafurahi sana kama utachukua uamuzi huo. Nimeamua mama. Nimehangaika sana, nimeshindwa. Sioni sababu ya kukubalia mwanaume na mimi. Nashukuru sana mwanangu kama sasa umetambua hilo. Nilitambua. Mwanangu, sasa ndio muda mzuri kwako. Ndani mwanangu, wewe ni mzuri tena bado mdogo. Nashangaa ulikuwa ukipoteza muda kwa mwanamume ambaye mpaka sasa hatujui kwamba yu hai au amekufa. Asante nakusudia sana. Nataka siku ya kumaliza kikao cha msiba uombe urudi kwenu. Sawa. Asante mwanangu. Uliamua hivyo tokea mapema, wala tabu yote hii isingekukuta. Unajua ni vigumu kuamini. Ndio hivyo mbona? Huwezi kuamini. Ukweli ndio huo, siwezi kufuatilia tena habari za Maki. Lakini ukumbuke yule ni mume wako ulifunga naye ndoa kanisani. Hata kama ndoa yetu tungefunga mbinguni, hali inatosha kumchosha binadamu yote. Hebu fikiria.
nimekuwa mtu kwenda kwa waganga kila siku. Sasa basi, nimechoka. Shemeji, sijui atakuwa amekufa au yupo hai baada ya kufufuliwa. Hilo mimi sijui na wala sitaki kujua. Lakini vile hivyo ni vibaya unavyofanya. Vibaya gani? Tafadhali Muna, kama mna mazungumzo mengine zaidi ya Maki na shughuli, basi mimi niondoke zangu. Mjeka yeye. Hivi ya mbele ni baraka sio ya mbele. Ina ndo nasumbua kwa sasa. Soma kama ndio mambo ya Maki. Natafuta sehemu nitakaweza kufanya biashara ya simu. Sasa msingi sio tatizo, singi nao kila kitu na mara natafuta sehemu. Hivi huyu mwanaume ana nini hasa mpaka Shumileta anamwangaikia? Ngoja, lazima na mimi nijue kinachomwangaisha Shumileta. Ametoka na Maki. Wameenda wapi? Wameenda duniani. Sasa kwa nini atoroke na mume wako? Rais anamtaka. Anamtaka? Jamani, nyinyi wanangu, mmeshaanza mara hiyo. Ndio maana mwanzo sikutaka ulewe na binadamu. Unaona sasa? Mimi nimechoka. Mtajua na wenyewe. Wewe na ndugu yako. Sasa ngoja nikaonyeshe kazi. Usiwe na wasiwasi Maki. Mimi sio Shumileta. Mimi ni Soya. Sasa umeleta kufanya nini? Sikia Maki. Mimi nakupenda kama anavyokupenda Shumileta. Lakini mimi sikupendi. Na hata Shumileta simpendi. Muongo mkubwa wewe. Kama umpendi, mbona umeona naye? Si amelazimisha. Eti amenilazimisha. Sikia Mike, mimi niko tayari kufanyia vitu vingi na vikubwa huko alivyofanyia Shumileta. Je, uko tayari? Niko tayari. Mark, mimi niko tayari kukupeleka duniani ukaishi maisha ya kitajiri, lakini kwa sharti moja. Kubali kuishi
naamua nini? Soya. Uko maji mume wangu wa ndoa. Jamani, kuna nini? Mama swali, msaliti troll na niuma. Mmefanya nini leo? Sijafanya kitu mimi baba. Mimi nilitoka na shemeji nikaenda kuangalia upepo nje ya bahari. Sasa kwa nini mgeba akashirikia kama kitu? Unamwona yeye mjinga sana? Uongo mkubwa. Alimtosha finance friends. Ndio maana siku zote nilikuwa na uhusiano na mwanadamu. Sasa kuanzia leo ndoa yako na Maki nimeivunja. Wewe adhabu yako inafuata. Yule Maki tunamwachia huru afanye mambo yake duniani. Umeshindwa mwenyewe, basi ndio kufa. Naomba nisamehe, angalau nikaishi mwenyewe. Baba, naomba angalau nikae duniani. Shumeleta mwanangu, baada ya hiji mara mbili. Nimeamua. Na kuanzia leo sitaki kusikia kelele za saa yote. Nataka mtaolewa na majibu wenzenu. Nisikie? Wameniachia. Lakini yote nguvu za Mwenyezi Mungu. Na umejua jambo mimi natokea huko. Nafikiri pia atakuwa ni katika moja kubali